Siku ya juzi tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka huu 2025, kuna jambo zito kabisa ambalo limetokea manispaa ya Songea mkoani Ruvuma. Inasemekana kwamba kuna mwanamke ambaye anakadiriwa kuwa na miaka 35 hadi miaka 40 kwamba alianguka na ungo. Inasemekana hivyo na watu wengi walihisi kwamba pengine ni uchawi na vitu kama hivyo. Sasa baada ya taarifa hizo kusambaa, ili jambo lilikuwa linaongelewa sana na watu wengi walitamani kujua kwamba ilikuwaje na mchawi huyu alikuwa ametoka wapi, anaelekea wapi. Hilo ni jambo ambalo kila Mtanzania alikuwa ana hamu nalo sana na ana shauku sana kutambua kwamba ilikuwaje. Lakini hatimaye tumepata ukweli kuhusiana na issue nzima ambayo ilitokea siku hiyo ya tarehe 11 mwezi wa 3 huu, siku ya juzi hapa. Inasemekana kwamba huyu mwanamama ambaye alipatikana maeneo ya ofisi ya TANESCO ya Songea hapo, inasemekana kwamba saa 1 asubuhi, ilikuwa ni saa 11 na dakika 3, alipatikana huyu mwanamama akiwa katika hali ya utupu, hajavaa nguo yoyote. Hivyo alishtua watu wengi sana, watu wengi wakahisi kwamba ni mchawi. Basi moja kwa moja engineer ambaye alikuwa katika ofisi hizo za TANESCO akapigia simu polisi, na polisi moja kwa moja wakaenda katika hilo eneo. Lakini katika mahojiano polisi na huyu mwanamama, jinsi ambavyo huyu mama alivyokuwa anajieleza, basi moja kwa moja wakatambua kabisa kwamba kwa sio mchawi, lakini kitu ambacho kinaendelea pale alikuwa ni mtu ambaye hana akili timamu, alikuwa na tatizo la afya ya akili. Na moja kwa moja mapolisi wakamchukua huyu mwanamama na wakampeleka hospitali, na baadaye taratibu akaanza kufanyiwa matibabu. Hivyo taarifa hii ni kwamba si mchawi na hakukuwa na issue ya ungo hapo, na hakuwa amejipaka kabisa masizi kama vile ambavyo watu wengi walihisi. Basi moja kwa moja taarifa ni kwamba huyu mama si mchawi, ila ana tatizo la afya ya akili, na sasa hivi tunavyoongea yupo hospitali anafanyiwa matibabu, na inasemekana kwamba ana rafudhi ya Kichaga, hivyo anaweza kawa ni Mchaga. Na hiyo ndio hali halisi kabisa ya jambo ambalo limetokea siku ya juzi, na hivyo moja kwa moja nikasema hapana, nikuletee hapa nikusafishie taarifa hii na nikwambie kwamba kulikuwa hakuna uchawi, lakini tu ni mwanamama ambaye alikuwa anazunguka huko, na inasemekana kwamba alikuwa na tatizo la afya ya akili. Na inasemekana kwamba huko Songea na hayo maeneo ameanza kuonekana kuanzia siku ya tarehe 10. Alikuwa anazunguka sana maeneo ya TANESCO, lakini pia akawa anazunguka haya maeneo fulani tena yanaitwa Mtini. Basi kwa taarifa zaidi nitakurudia hapa Hot Chamber TV. Nikushukuru sana mtangazaji, naitwa Hansi. Uwe na siku njema.